Naitwa Philemon Josephat Kiemi, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Kijiji cha Nyuki na ni mkufunzi wa masuala ya ufugaji wa nyuki kibiashara, hasa kwenye nchi zinazoendelea. Na hapa leo nilikuwa na kazi muhimu sana ya kufundisha wataalamu wa nyuki kutoka kwenye maeneo yote ya shughuli za nyuki kwenye nchi ya Tanzania, kwenye magereza zote ambazo ziko kusini mwa nchi, mashariki mwa nchi, kaskazini, kati na magharibi. Na mafunzo haya yamefanyika hapa Dodoma na sisi tumeshiriki kikamilifu katika kujitahidi kuwaelekeza au kuwafundisha kuhusu masuala ambayo ni muhimu sana sasa hivi, ili watu waweze kufanikiwa kwenye ufugaji wa nyuki kibiashara, na hasa tukilenga zaidi ustaarabu wa kitaifa, wa kikanda na wa kimataifa. Lakini pia tumehusisha ufugaji wa nyuki ambao unafanyika katika maeneo yetu kama shughuli ya asili. Kwa hiyo tuweze kuipaki katika masuala ya utamaduni na urithi, ambapo tumeshirikiana na wataalamu wengine kutoka katika maeneo mengine ya dunia. Na hapa wameweza kuuliza maswali. Kwanza tulikuwa na presentation kuhusu kijiji cha nyuki, kwa maana wataalamu wa nyuki wanaosimamia miradi yote ya nyuki ya magereza nchi nzima wamepata nafasi ya kupata uzoefu au kubadilishana uzoefu na wataalamu wa kijiji cha nyuki, na hii inapelekea sasa kwenda kutengeneza mashirikiano ambayo ni mazuri na ambayo yataongeza uzalishaji wa mazao. Lakini pili, tumewafanyia technical tour ambayo wamezunguka kwenye kijiji cha nyuki na wameweza kuona namna gani mashamba yamewekwa, viwanda vilivyosetiwa na mazingira yalivyohifadhiwa ndani ya kijiji cha nyuki ili yafae kwa binadamu na nyuki. Na katika nafasi nyingine tumekubaliana kwamba tutakuwa na MOU ambayo itaongoza mashirikiano yetu na kusaidiana katika eneo hilo, na sisi tunapata fursa, tunafungua fursa ya mashirikiano na taasisi zingine, na hata hapa sasa hivi maanake tutaanza kufanya shughuli zile ambazo tutakubaliana nao. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba sisi kijiji cha nyuki tunaendelea kutoa huduma, tunaendelea kupanua mipaka katika maeneo haya ya Singida kwenda katika Tanzania nzima, na hata baadhi ya kanda tofauti kama nchi za kusini mwa Afrika, nchi za mashariki mwa Afrika na kati. Lakini pia tumepata mawasiliano mengi yanayohusiana na kusaidia nchi za West Africa katika kuhakikisha kwamba tunaongeza makundi ya nyuki katika bara la Afrika, kwa sababu mbinu ambazo zilikuwa zinatumika katika kuzalisha makundi ya nyuki kiasili kwa sasa zinatakiwa ziwe upgraded au ziongezwe thamani ili ziweze kufanya kwamba wafugaji wa nyuki wasiingie hasara kwa mizinga yao kutokuwa na nyuki, badala yake watumie kama fursa hii ya kuvuna mazao mengine mbali na asali na nta. Tumewapitisha kwenye uchakataji, kwenye kupaki bidhaa na masoko yenyewe yako wapi. Wamepata nafasi nzuri ya kuuliza maswali ambayo tunaamini kabisa yatawatoa kutoka eneo moja mpaka lingine. Tunashukuru sana na tutaendelea kutoa hizi huduma kwa watu wengine katika vipindi tofauti tofauti, na hii imekuwa ni kazi mwendelezo wa kazi zetu za kawaida na majukumu ya kijiji cha nyuki ya kila siku.